Kamati tendaji ya chama cha mawakili Tanganyika TLS chapter ya Mbeya ikihusisha mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa imelishauri baraza la uongozi Governing Council GC ya Tanganyika Law Society andike barua nzito kwa muhimili wa mahakama kuwaomba na kuwataka kuchukua hatua za kiutawala na kisheria dhidi ya askari waliofanya tukio la kumshambulia wakili mwenzao ndugu Deogratias Cosmas Mainyila akiwa katika viunga vya mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam. Ombi hilo limetolewa katika waraka ambao umeandikwa na kamati tendaji ya chama cha mawakili Tanganyika TLS chapter Mbeya na kusainiwa na wakili Philip Mwakilima ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mawakili Tanganyika TLS chapter Mbeya, waraka ambao pia umeifikia Big Star Media. Na hapa na nukuu kilichoandikwa kwenye waraka huo. The Tanganyika Law Society, the Bar Association of Tanzania Mainland. Shambulio la polisi dhidi ya wakili Deogratias Cosmas Mainyila ni shambulio la taaluma ya sheria na utawala wa sheria. Kamati tendaji ya chama cha mawakili Tanganyika TLS chapter Mbeya ikihusisha mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa imekutana kwa dharura katika kikao chake kilichofanyika leo tarehe 16 Septemba mwaka 2025 kutokana na shambulio la aibu lililofanywa na polisi dhidi ya wakili mwenzetu ndugu Deogratias Cosmas Mainyila akiwa katika viunga vya mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam. Kikao hiki kimefuatia kuenea picha mjongeo mbalimbali, yani video clips, zikionyesha wakili tajwa akishambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni askari wakiwa wamevalia mavazi ya kiraia ndani ya viunga vya mahakama. Aidha, kumeshuhudiwa mashambulio, vipigo na vitendo visivyo vya kiutu kwa wananchi waliokwenda kushuhudia kesi ya wakili mwenzetu ndugu Tundu Antipas Lissu, pamoja na tamko la jeshi la polisi kupitia kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Kamati, baada ya kutafakari kwa kina na kwa masikitiko makubwa tukio hilo pamoja na tamko la jeshi la polisi, inalaani na kukemea kwa nguvu kitendo hicho kilichofanywa, kwani kinakiuka misingi na haki za binadamu. Tukio hilo si tu kwamba ni kinyume cha sheria, lakini tunalihesabu kuwa ni shambulio la maksudi la jeshi la polisi dhidi ya utukufu wa taaluma ya sheria, heshima, hadhi na uhuru wa muhimili wa mahakama, haki za binadamu na utawala wa sheria. Kwa kuzingatia yaliyoelezwa hapo juu, kamati tendaji ya chapter ya Mbeya inaomba kulishauri baraza la uongozi, yani Governing Council ya Tanganyika Law Society kuchukua hatua zinazoshikika, yani tangible, kulinda utukufu, hadhi na heshima ya taaluma yetu kwa mujibu wa section 4 kama ifuatavyo. 1. Kwa muhimili wa mahakama, tunaomba GC iandike barua nzito kwa muhimili wa mahakama, yani Mheshimiwa Jaji Mfawidhi, Jaji Kiongozi na Jaji Mkuu, waomba na kuwataka kuchukua hatua za kiutawala na kisheria dhidi ya askari waliofanya tukio hili. Hii ni kutokana na ukweli kwamba wakili wapo mahakamani ni afisa kamili wa mahakama na shambulio lolote ni dhidi ya muhimili wa mahakama. Mahakama ilinde uhuru na hadhi yake mbele ya umma kwa wivu mkubwa bila kuruhusu mtu au taasisi nyingine yoyote kuingilia, kwani mahakama ni muhimili pekee ambao umma unaamini ni kimbilio lao wanapokosa haki. 2. Kuhusu jeshi la polisi, tunaomba kupitia GC ilitake jeshi la polisi kutoka hadharani kuomba radhi na kutolea ufafanuzi kilichotokea mahakamani dhidi ya wakili mwenzetu pamoja na hatua zingine zilizochukuliwa dhidi ya askari husika. 3. Kuhusu askari waliohusika, tunashauri na kupendekeza chama cha TLS kuchukua hatua madhubuti za kisheria kwa kusaidiana na wakili Mainyila kufungua shauri la jinai na madai dhidi ya askari waliofanya shambulio na udhalilishaji mkubwa namna hii, tena bila kuhofia uwepo wa kamera za waandishi wa habari. Tunajiuliza, huu ujasiri na kiburi cha askari kinatoka wapi? Lazima zichukuliwa hatua zinazolenga kulinda hadhi ya taaluma na utawala wa sheria. Tunaendelea kulaani kwa nguvu zote tukio hili na tunaahidi kutoa ushirikiano wowote utakaohitajika na kuheshimu hatua zozote zitakazochukuliwa na baraza la uongozi ili kukomesha uovu huu. Imetolewa hapa Mbeya leo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2025. Imesainiwa na Philip Mwakilima, mwenyekiti chama cha mawakili Tanganyika TLS chapter ya Mbeya. Mwisho wa kunukuu waraka huo.